Na mtazamaji, kufuatia sakata zima la wizi wa nyeti kama the way ambavyo taarifa zimekuwa zikisambaa katika mitandao mbalimbali, hapa bwana ni kwamba kuna mkuu wa wilaya amekuja kuingilia kati na kutoa kauli yake kuhusiana na hii issue. Huyu ni mkuu wa wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Kama unavyofahamu ni kwamba hii ni issue ambayo imeanza huko Tunduma. Taarifa zilianza kusambaa Tunduma, Dodoma, and then ikasambaa mpaka Sumbawanga na sehemu nyingine, lakini siku ya jana zikawa zimeshaingia Dar es Salaam. Sasa hapa mkuu wa wilaya ya Ubungo anafahamika kwa jina la Albert Msando amekanusha vikali taarifa zinazosambaa mitandaoni kuhusiana na madai ya watu kupoteza sehemu zao za siri, akizitaja kuwa ni uzushi usio na msingi wowote wa ukweli. Akizungumza mnamo Aprili 4 mwaka 2026, Msando amesema kwamba hakuna tukio hata moja lililothibitishwa la mtu kupoteza kiungo chake, na pia vilevile amesisitiza kuwa taarifa hizo zimekuwa zikizua taharuki isiyo na lazima kwa wananchi. Aidha, Msando ameeleza kuwa haiwezekani mtu kupoteza kiungo chake cha mwili kwa njia zinazodaiwa kama ushirikina, yani kwa kuguswa bega tu. Amethibitisha kuwa madai hayo hayana uhalisia wowote ule wa kisayansi wala kiusalama, na pia vilevile ameonya kuwa kuendelea kusambaza taarifa hizo kunachochea hofu na kuleta vurugu na kuondoa utulivu wa jamii, hali ambayo inaweza kuathiri amani na mshikamano wa wananchi. Lakini pia pamoja na hayo ni kwamba ametoa agizo kwa jeshi la polisi kuhakikisha kuwa linawachukulia hatua kali wale wote wanaobainika kuhusika katika kusambaza na kuzusha taarifa hizo za uongo, iwe ni mitaani au kupitia mitandao ya kijamii, huku akiwataka wananchi kupuuza taarifa hizo na badala yake kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa utulivu, huku wakizingatia kupokea taarifa sahihi kutoka kwa vyanzo rasmi. Na mtazamaji, bila shaka utakuwa unafahamu kwamba sasa hivi huko mitaani pamoja na mikoa mbalimbali nchini Tanzania kumekuwepo na hizi habari ambazo zimelipuka ghafla tu kuhusiana na tabia ya watu kuibiwa nyeti, jambo ambalo kiukweli limeibua taharuki kubwa sana katika jamii ya Watanzania katika mikoa mbalimbali. Bwana, hali hii ya kuibiana kwa nyeti ni moja kati ya habari ambazo zinahusiana au zinahusishwa na mambo ya imani za kishirikina, lakini kubwa zaidi ni kwamba katika suala zima la kuibiwa kwa nyeti kwa watu, inasemekana kwamba kuna waganga wanatuma watu wafanye hilo tukio kwa ajili ya mambo yao ya kichawi au mambo ya kiganga kwa namna moja au nyingine, jambo ambalo limeibua taharuki kubwa kutokana na kwamba malalamiko yamekuwa ni mengi ya watu mbalimbali wakiwa wanadai kwamba wameibiwa nyeti zao kwa njia za kishirikina, yani katika hali ya kutatanisha. Na unaambiwa kwamba yani ni kwamba unakuta mtu ambaye humfahamu anakuja na kugusa bega, na akikosha kugusa bega basi moja kwa moja ukija kujipapasa kijana wa kiume unakuta kwamba nyeti zimeisha, zimebakia kidogo tu kwa ajili ya kutolea haja ndogo. So hiyo ndo taarifa rasmi ambayo ilikuwa imetoka tokea siku ya juzi na siku ya jana pia, maana ilianzia Tunduma, umeona, ilianzia Tunduma mashariki magharibi mwa nchi ya Tanzania. Maeneo ya Tunduma kule ndipo ambapo zahma hii ilipoanzia, ambapo watu baadhi walitokea wakiwa wanalalamika kwamba tukio hilo limewakuta. Lakini pia vile vile ni kwamba kwa mujibu wa taarifa ambazo tulizipata za awali kabisa ni kwamba chanzo ni raia ambao sio wa Kitanzania ndio ambao wamekuwa wakifanyia hivyo watu, umeona bwana. Lakini pia vile vile ni kwamba imepelekea vurugu, fujo. Pia vile vile baadhi ya watu wamepoteza maisha kutokana na issue hiyo. Yani kuna watu wale ambao walikuwa wanashtukiwa au watu wanawashuku kwamba ndio wanaofanya hayo matukio ya kuiba nyeti za wanaume, walikuwa wakipigwa na kupoteza maisha kabisa tokea huko Tunduma, ambapo ndipo hali hii ilipoanzia.
Lakini pia vile ni kwamba hali hiyo haikuishia tu Tunduma, ikasogea mpaka Dodoma na maeneo mengine baadhi ya mikoa, lakini mwisho wa siku ikafika siku ya jana, taarifa zikawa zimesambaa kwamba hao watu ambao wanaiba nyeti kwa imani za kishirikina walikuwa wameshafika mpaka Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni kwamba kumekuwa na taharuki, na kwa mujibu wa taarifa ambazo tulikuwa tumezipata ni kwamba kinga ya tukio hilo, yani kama unataka wewe nyeti zako zisiibiwe, kijana wa kiume, inatakiwa ufunge pini kwenye rubber band kisha ujifunge mkononi. Hivyo ndivyo ushauri wa baadhi ya watu ambao ni wataalamu wa mambo hayo ya jadi wamesema, au wamewashauri watu wafanye hivyo. Imepelekea vijana wengi sasa hivi kutembea na rubber band ambazo zimesokotwa pini mikononi mwao. Lakini pia vile kwa bahati nzuri ni kwamba jeshi la polisi limekuwa likiendelea kudhibiti matukio hayo kutokana na kwamba watu wengi sana wamekuwa wakipoteza maisha. Kwa hivyo basi jeshi la polisi limeingilia kati kuzuia matukio ya watu kuuawa kutokana na kushukiwa kwamba ndio wanaofanya matukio hayo ya kuiba nyeti za watu. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba jeshi la polisi limekuwa likijitokeza katika maeneo mbalimbali ambapo zimekuwa vurugu zikiibuka kuhusiana na jambo hilo la watu kuibiana nyeti. So ni moja kati ya taarifa ambazo kiukweli zimemeke headline, na mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza ni kwamba maeneo mbalimbali yamekuwa kumekuwa na kero hiyo kubwa kweli, lakini taarifa ambazo tumezipata ni kwamba jeshi la polisi limesema kwamba hizo ni taarifa za kupuuziwa, zinatakiwa zipuuzwe, kwani hakuna mtu ambaye anaibiwa nyeti for real, kwani wengi wao ni kwamba baada ya polisi kuingilia kati na kukamata baadhi ya watu ni kwamba wameenda kuwakagua hao watu ambao walikuwa wanadai kwamba nyeti zao zimeibwa, wamekutwa wako na maumbile yao ya kiume. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni fikra, au tunaweza kusema kwamba ni imani potofu. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, limetoa taarifa hiyo rasmi kwamba hizo ni taarifa za kupuuzwa kuhusiana na hiyo taharuki ambayo imeibuka mtaani kuhusiana na swala zima la kwamba watu wanaibiwa nyeti. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vile nataka nikusikilizishe hapa baadhi ya matukio ambayo yametokea katika maeneo mbalimbali kuhusiana na sakata hilo la watu kuibiwa nyeti. Umeona bwana, kumekuwa na vurugu nyingi kweli, na hata jana tuliposti live video kuhusiana na baadhi ya watu ambao walikuwa wanalalamika kwamba wameibiwa nyeti maeneo ya Dodoma. So mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu kabisa na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.